أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا رب أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد يا رب أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد يا رب أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد يا رب أنت الباطن فليس دونك شيء، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baad. Naam, ndugu zangu Waislamu, tukija kutimiza ile ahadi yetu ambayo tulikuwa tuliahidi kuitimiza kuwa kabla ya Ramadhani nitakuja kukumbusheni ama kuja kuibieni siri ile ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kumuibia sahaba wake ambaye aitwaye Shaddad bin Aus. Ni siri gani ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuibia sahaba huyo? Basi nakuomba baki na mimi na uweze kunifuatilia hadi mwisho ili uweze kufaidika kile ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kumuibia ama aliweza kumwambia sahaba huyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wake, ya Shaddad bin Aus, idha kanadha an-nasu adh-dhahaba wal-fidda fakniz haula'i al-kalimat. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Shaddad bin Aus, ewe Shaddad bin Aus, ikiwa watu wanajihitamu ama wanathamini katika kuwekeza dhahabu na pesa, basi wewe ijalie hamu yako kuweza ama ijalie thamani yako kuweza kuwekeza katika maneno haya yafuatayo. Je, ni maneno gani ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba huyu? Akamwambia akamfundisha yale maneno na kumwambia, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata fir rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matik wa husni ibadatik. Ni maneno masita tu. Nini maana ya haya maneno ama ni ipi faida ya haya maneno? Tusikilize kwanza maana yake, alafu ndio tutajua faida ya haya maneno, faida yake ni ipi. Unaposema Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, ewe Mwenyezi Mungu na kuomba unithibitishe katika kutii amri zako. Unamwomba Mwenyezi Mungu akujalie maamuzi ya kweli na msimamo wa kweli katika kufata amri za Mwenyezi Mungu, katika kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu alikukataza. Hiyo ndiyo maana ya haya maneno, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata fir rushd. Hewe Mwenyezi Mungu na kuomba unijalie kuwa na maamuzi ama kuwa na msimamo ulio thabiti katika mambo ya uongofu. Ar-rushd maana yake ni uongofu, na uongofu siku zote ndiyo kitu pekee ambacho kitakacho kufanya wewe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana unamuomba Mwenyezi Mungu akujalie uweze kuwa na maamuzi na msimamo katika kutii amri zake na katika pia kufata yale ambayo yatakayo kufanya kuwa karibu na uongofu ama yatakayo kufanya kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa as'aluka mujibati rahmatik, pia na kuomba nijalie kuwa na kila sababu ambayo itakayonifanya mimi kuweza kufikia rehma zako. Mujibati rahmatik, yani kila sababu itakayokujalia wewe kuweza kuzipata rehma za Mwenyezi Mungu. Wa rahmatullahi wasi'a, rehma za Mwenyezi Mungu ni nyingi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haithu qala, aliposema Mwenyezi Mungu ana neema 100, lakini hapa duniani ametujalia neema hii moja. Yani katika rehma zake Allah ana rehma 100, lakini hapa duniani pamoja na mapambo yote ya duniani, hazina zote za hapa duniani, yani mazuri yote yaliyoko hapa duniani, ni ile rehma moja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama hizo rehma zingine ambazo ni 99, hizo aliziwawekea waja wake wale ambao watakaoingia peponi siku ya Kiyama hiyo insha Allah. Nasi tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kuingia katika hiyo janna ili tuweze kuzipata hizo neema 99 ambazo zilizobaki. Akaendelea akasema, wa azaima maghfiratik, na unijalie
kuweza ama nijalie kuwa na vigezo vya kuweza kuufikia msamaha wako. Hivi ni nani ambaye hahitaji kuweza kuupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi wote ni wakosefu na kila mmoja anahitaji msamaha wa Mwenyezi Mungu. Na ukizingatia hivi tuko katika wakati gani? Ndo wakati ambao huyu milango yote ya pepo huwa wazi na milango yote ya moto hufungwa, bimaana milango ya maghfira za Allah inakuwa iko wazi. Huyu ndio wakati wa wewe kuweza kumrejea Allah. Huu ndio wakati wa wewe kuweza kuhitaji msamaha wa Allah ili kuweza kutakasika na yale ambayo uliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika Qur'an, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah anawaita wale ambao wamefanya israfu katika madhambi yao, ama wamefanya israfu katika madhambi, katika kumkosea Allah, basi Allah anawaita waweze kuja ili aweze kuwapa msamaha wake. Hivyo akimalizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa as'aluka shukra ni'matik, unijalie kuwa miongoni mwa wale wanaoshukuru neema zako. Bimaana wewe uwe miongoni mwa wale watu wanaoshukuru neema za Allah. Na hii Ramadhani tunayokwenda kuingia ina rehma nyingi za Mwenyezi Mungu, ina neema nyingi. Kwa hiyo mtu unaweza ukaghafilika kwa neema kuwa nyingi, mtu ukaghafilika ukakosa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia zile neema ambazo alizozikupa. Kumbe unamuomba Mwenyezi Mungu akujalie uweze kuwa miongoni mwa watu wenye kushukuru neema zake. Na Allah aliahidi akasemaje? La in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuruni basi na mimi nitakuzidishieni. Huyo ndio ulikuwa ushauri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyompa sahaba wake huyu Shaddad bin Aus. Kumbe ndugu yangu Muislam, chukua wasia huyu na utaweza kukufaa katika Ramadhani yako hii, na nikiweza kuwatakia watazamaji wote wa chaneli yetu hii pendwa ya Nurul Qalbi TV, naweza kuwatakieni Ramadhan Mubarak, na Allah tujalie saumu zenye kukubaliwa na sala zenye kukubaliwa na sadaka zote zenye kukubaliwa, yani kila amali njema tutakayoifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi Allah tujalie ziweze kukubaliwa zote, kama gisi ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, man qama Ramadhan au man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Kumbe tunamuomba Mwenyezi Mungu nasi atujalie kuwa miongoni mwa hao ambao watakaopata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.